Sawa, Brother Sky, hii vita inanishangaza sana mpaka ilipofikia. Kwa nini Iran isilegeze tu wakaelewana na matakwa ya Trump? Maana Trump kichaa, je, usiku wa leo akitumia silaha za maangamizi itakuwaje? Ungependa kumjibu kwamba kwa nini Iran wasiseme tu tumeshindwa? Ndugu yangu hapa na Ahmad Lindu, unajua kwa nini wa Iran hawataki kulegeza kama hivyo unavyosema? Kwa sababu moja, kama watalegeza hawa jamaa watarudi tena. Yani ni swala tu la wao kukaa na kurudi tena, kwa sababu sasa hivi Marekani licha ya nguvu zote alizonazo, lakini yuko kwenye disadvantage. Trump sio mjinga kutaka hii ceasefire, kwa sababu kweli wanaweza kawa wako vizuri sana kwenye offensive, lakini vita sio tu offensive, kuna defensive pia. Yani vita sio tu mashambulizi, una ndege nyingi, una makombora yale ya ndege na vitu vingine, lakini vita pia ni uwezo wa kujilinda. Sasa ukija kwenye uwezo wa kujilinda, hapo ndio kuna changamoto, ambapo kujilinda dhidi ya Iran imekuwa ni gharama sana kwa Marekani. Na hivi tunavyoongea sasa hivi, angalia nchini Israel, mashambulizi ya Iran yamekuwa makubwa sana na bado wanaendelea kushambulia, na tunafahamu kuna ripoti kadhaa zinasema kwamba hata zile interceptors zimeweza kupungua, interceptors za THAAD zimeisha, lakini pia na baadhi ya vitu vingine ambavyo vimeweza kupungua. Sasa hizi ukiongelea hizi gharama zote, wekelea mbali gharama za vita, kupigana na vita na Iran, ukiweka tu hili la kujilinda kwa Israel, maana yake kama interceptors zimeisha kabisa, yani yale makombora ya kuzuia makombora ya Iran kule juu ya mifumo ya ulinzi, maana yake yale makombora ya Iran yataanza kuwa yanapiga tu bila madhara yoyote. Na kama unavyoona katika shambulizi lililopita tayari tumeona Iran kombora lao limepiga Israel, na kila anavyopiga, likipiga moja, likipiga kwa raia huko kwenye sehemu za jeshi hatuoneshwi, lakini kwa raia madhara yake pia huwa yanakuwa ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo unaweza ukaona ni ina umuhimu kiasi gani position wa Iran, wanajua kwenye position gani, wanajitahidi kwamba hata kama wanafikia makubaliano, basi ni makubaliano ambayo yana uhakika, lakini pia waweze kulijenga taifa lao ambalo linadondoshwa na vita, na sio vita vimeisha alafu leo Iran taifa hawana uwezo wa kulijenga, limevunjika kabisa kiuchumi. Lakini pia sio tu hivyo, kurisk hawa jamaa baadaye huwa wana tabia kurudi kama walivyofanya kwa Saddam Hussein, baada ya kuwa wamempiga ile mwaka 92, wamechukua ile Kuwait, wameitoa kwa Saddam, lakini baadaye walikuja kurudi mwaka 2003 wakamrudia tena. Kwa hata wa Iran wanaona kuna hiyo possibility. Hata wewe ndio ungekuwa strategist ama mpanga mipango wa Israel, unaona kabisa, unajua Iran lina uwezo kiasi gani, taifa hili lina nguvu kiasi gani. Kwa hiyo wewe mwenyewe ungetaka urudi, umalizie kazi wakati bado Iran iko dhaifu, haijajiimarisha, labda baada ya miaka 20, miaka mingapi, lazima tu ingetafuta sababu. Hapo ndio hiko ambacho wa Iran wanaogopa, ndugu yangu. Sawa, bila shaka jibu. Na kama una swali pia unataka kumuuliza Ali, yuko fiti, sio? Sawa. So Swaleh Ramadhan anasema uwezekano wa kutumia silaha za nyuklia upo kwa nchi kama Marekani, haitokubali kuondoka mikono nyuma kwa nchi ambayo walishasema ni dhaifu. Sawa. Je, wanaofariki Israel hamuwajui? Wameishiwa hadi wanaharibu miundombinu ya Iran. Ali Kirungi anasema Hekima je anasema nilisikiaga kwamba Iran ilishawahi test kombora la masafa marefu kutoka Iran hadi Siberia, Urusi. Je, kuna ukweli au propaganda? Kombora lilitembea zaidi ya kilomita 10,000. Swali hilo. Sasa mimi niwe muwazi kwamba hatujawahi kusikia hiyo habari. Kombora ambalo Iran wamelifanya la masafa marefu ambalo pia kama wamekanusha ni lile kombora la kufika kilomita ngapi? 4,000. Na inasema kwamba Iran kutokufika kilomita nyingi hiyo ambao unausema ndugu yangu, ambao ni tunasema kilomita 10,000 hizo. Sio kilomita 10,000, hiyo ni intercontinental range. Kwa hiyo Iran wenyewe kwenye umbali wa makombora waliamua kuishia hapo kwenye MRBM, yani mid range ballistic missile tunasema, yani waishie tu kwenye yale masafa ya kati, ambao masafa ya kati ndio hiyo kilomita 4,000 hiyo kurudi chini hapo. Lakini hawakuamua waende mbali zaidi, yani wao walifocus zaidi kwenye kuipiga nchi ya Israel, na inasemekana pia ni hivyo kama wali prioritize, yani ni kipaumbele chao pia. Nadhani hawakuwahi kuwaza labda kuna siku wanaweza wakahitaji kuipiga Marekani, kama ambavyo tunajua North Korea ana uwezo wa kufika Marekani makombora yake, Russia ana uwezo wa kufika Marekani makombora yake. Kwa hiyo unaweza kuona, nadhani kipaumbele cha adui yao hakuwahi
kuprioritize hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama wanarusha satellite, wana mpango ule wa kurusha satellite, roketi zile zinaenda mbali tu, zinaenda kilomita 20-30, basi walikuwa na uwezo wa kuweza kubuni hayo makombora na kufanya hivyo. Lakini nataka niongezee kuna kitu, kuna hii mada ya nuclear nimeona hapa inashika kasi sana kwenye uwanja wa comment. Nilimalizia pale na kuweka nukta kwamba mimi nilihisi kwamba tukiendelea mbali huwa kuna tabia ya kuitumia hiyo katika meza ya mazungumzo. Nitakupa mfano mwaka 73. Mwaka 73 baada ya Yom Kippur kuwa tunajua Sadat, Anwar Sadat alikopo rais wa Egypt, baada kuwa ameivamia Israel, anataka ikomboe ile Sinai Peninsula. Nini kilitokea? Tunajua kwamba Israel alitishia kutumia ile the Samson option, yani kushambulia kwa makombora ya nyuklia, kwa sababu hali ilikuwa mbaya na walikuwa wana match hawa jamaa wa tunasema wa Egypt walishtukiza nchi ya Israel na wakawa wanaenda kwa kasi sana kuelekea kuichukua Israel, lakini ghafla wakasimama pale. Sasa moja ya vitu ambavyo wa Israel walivifanya chini ya waziri mkuu Golda Meir, mwanamama huyu, walihakikisha zile nyuklia zinatolewa na Marekani inaona zile nyuklia. Na nini kilichotokea? Baada ya Marekani kuona kwamba hawa jamaa wanaweza kutumia nyuklia, ama wamezitoa zile nyuklia ambao ndio the Samson option hii wa Israel wanatumia, na zaidi ya mara moja wameripotiwa hawa jamaa huwa wanatishia kutumia hizi nyuklia ili kuweza kupata leverage fulani ama kuweza kupata malengo yao fulani ambayo wanataka. Na siku kadhaa nyuma, hata wakati Ben Gvir anaojiwa huko Israel, tumeweza kusikia. Kwa hiyo sasa sio kitu kigeni, huwa inasemekana wanatumia hawa. Sasa ni wao wa Iran kama watakubali kuchukulia kama ni kitisho na kuamini Marekani hawezi kufanya hivi ambavyo wameweza kufanya. Sasa ni wao, na sote tunajua impact yake itakapokuwa ni kubwa kidunia. Ni jambo ambalo litaitua dunia kwa kiasi kikubwa, na dunia haiko tayari tena kuona madhara ya mabomu ya nyuklia baada ya kuyaona yale ambayo yalitokea kwenye Hiroshima na Nagasaki. Lakini fallout nyingine ni kwamba utakavyoipiga nchi ya Iran hauidhuru nchi ya Iran peke yake, unaidhuru Mashariki ya Kati nzima. Ndio maana achana tuna bomu la nyuklia, ule tu mtambo wa uzalishaji wa nishati ya nyuklia wa Bushehr, ule ambao huko tunasema panakopo ni kama Eastern Iran kama sijakosea, karibu kabisa na Ghuba ya Uajemi. Unasemwa tu ule wenyewe kama ukipigwa unaweza kuona ulikuwa unashambuliwa, unapigwa kidogo, unajiuliza hiki kinachofanyika ni kama kuwatishia wa Iran. Yani kama alivyokuwa anafanya Ukraine kwenye ile Zaporizhia nuclear power plant. Kwa hiyo unaona wanakuwa wanatishia. Imagine nishati inayotumika pale imerutubishwa nyuklia kwa 3.5% tu ya uzalishaji wa umeme, lakini madhara yake kama imetokea labda ime overheat au imepasuka, mionzi inaweza ikazalishwa pale, inaweza ikadhuru watu wengi, maelfu ya watu wengi, na ikaharibu kabisa lile eneo. Tunafundishwa katika historia na kilichotokea kule Chernobyl. Kilichotokea kule Chernobyl kiliweza kudhuru mataifa mengi sana, ile Chernobyl disaster. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tunaweza tukakiona kwamba kwa hawa Marekani ama Israel kwamba kuweza kulitumia hili. Nadhani wanalitumia kama ambavyo Israel amekuwa akilitumia hili, amewahi kulitumia mwaka 73, na sio stories za kahawa, ni jambo ambalo linajulikana. Na baada ya kufanya vile, Marekani ilibidi wafanye airlift. Yani wale Nixon alimwambia kipindi hicho Kissinger kwamba wapewe chochote wa Israel ambacho wapewe huo msaada wanaoutaka, na ikafanyika airlift, msaada wa udondoshaji wa silaha ama kupeleka silaha pale nchini Israel kwa ndege zote Marekani alizokuwa nazo, na ile ndio ilikuwa tunasema the biggest airlift kuwahi kufanyika kwa kipindi kile.